Nyumba hii niliona kama miujiza tu, manake unalala kabla kuja kucha unasikia ngungu 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 ngungu, mashine hayo sijui anatoboa huku nyuma huku, nakawa saa nyingine unakuwa mpaka nikawa na wasiwasi. Nikaona nyumba mtingishiko jinsi ulivyokuwa, nikaona sasa nabomoka huko nabomoka tu huko ndani. Wenzangu hao wameshaondoka kwenye shughuli zao, mimi nimebaki na malaika hawa. Sasa nitakimbiaje? Kwa hali inayosikitisha, kwa takriban mwaka mmoja sasa, wakazi wa kitongoji cha Mbutu katika kata ya Somangila manispaa ya Kigamboni mkoani Dar es Salaam wamekuwa wakiishi kwa hofu. Hii ni kufuatia watu wanaodai kupata vibali vya kuendesha machimbo ya vifusi vya mawe ya ujenzi katika maeneo ya makazi kutoka kwa mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni kuendesha machimbo hayo na kusababisha madhara makubwa kwa nyumba za makazi, hoteli moja ya kitalii na ukuta wa mwekezaji anayejenga hoteli ya kitalii katika ufukwe wa bahari ya Hindi. Kwa mujibu wa wakazi hao, licha ya nyumba zao kuwa hatarini kubomoka kutokana na wachimbaji wa kifusi na mawe ya ujenzi kutumia milipuko ya baruti, usalama wa watoto na hata watu wazima upo hatarini kutokana na mashimo marefu yaliyochimbwa ili kupata kifusi na mawe ya ujenzi. Daily News Digital imefika Mbutu hivi karibuni kufuatia wakazi kuitaka ifike kujionea walichokiita unyanyasaji wa raia wema na walipa kodi unaofanywa na watu wanaodai wamepata vibali vya kuendesha machimbo hayo ya vifusi katika eneo hilo kutoka ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni. Madhara hapa ni makubwa sana, na kama unavyoona machimbo yenyewe yako sehemu ya makazi, na ukiangalia popote pale duniani machimbo ambayo yako karibu na makazi, hata ukienda kisheria hairuhusu, na kuna taratibu zake. Machimbo ambayo yanakuepo karibu na makazi, kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifuatwe. Lakini ukiangalia nyuma yangu hapa, hili ni shimo kubwa ambalo halina hata uzio wa kuonyesha kwamba hapa kuna machimbo kwa ajili ya kukinga, endapo hata kama inatokea mtoto anakuja na kurudi hapa kuingia ndani hapa, anaweza kaingia moja kwa moja na akapoteza usalama wake. Yaani kabla hajaanza kuchimba palikuwa pako vizuri tu. Sasa tumemaliza ujenzi, kujenga, tumehamia, ndo hawa jamaa wakaanza kuchimba huku. Tulijaribu kuongea nao, tulifuatilia kuhusu vitu vinavyoendelea huku, lakini haikuzaa matunda kiukweli. Katika ziara ya Daily News Digital, eneo la Mbutu imeshuhudia uchimbaji wa kifusi na mawe ya ujenzi ukiendelea kwa kutumia mitambo mizito, licha ya maeneo hayo kuendelezwa na hivyo kuhatarisha usalama wa nyumba kadhaa, uwekezaji wa hoteli 2 na shule sekondari kata ya Mbutu. Kipindi cha nyuma nilikuwa nakuja sana kuleta wageni. Kuna hoteli moja iko maeneo ya huku, na walikuwa wanakuja mara nyingi sana kwa sababu ya kuja kupumzika. Lakini recently kumekuwa na uhaba sana wa wageni kuja kulingana na mazingira yalivyo, na ufikaji wake unakuwa ni mgumu sana kulingana na machimbo yanayoendelea huku karibia na sehemu ya hoteli. Katika hali inaonyesha kukata tamaa juu ya mgogoro huu kumalizwa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni, wakazi wa Mbutu wamemuomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuingilia kati kwa kuamuru kusitishwa mara moja kwa machimbo hayo na kufuatiwa na hatua kali za kinidhamu na kisheria dhidi ya wote waliohusika na kutoa vibali na kuendesha machimbo hayo kinyume cha sheria. Tunaomba sisi kama wananchi wa huku, na mimi kama mwananchi hapa ambaye mmoja wapo ambaye ni mwathiriwa mkubwa wa machimbo haya, naomba Mheshimiwa Rais Mama Samia, hawa watu wote wahusika, kuanzia ngazi ya serikali za mtaa, kuanzia ngazi ya wilaya, watu wote ambao wamehusika kutoa hivi vibali ambavyo tunajua kabisa hili ni eneo ambalo ni eneo la makazi, na wao wameruhusu machimbo, wameruhusu kutoa vibali kwa ajili ya machimbo afanyike hapa. Tunaomba serikali yako ichukue hatua ambazo na iwe fundisho kwa watu wote na sehemu nyingine ambazo watajihusisha namna moja au nyingine kwa ajili ya kutoa vibali kuingilia katika sehemu ambazo ni makazi ya watu. Namuomba sana Mama Samia. Mama Samia, naomba tu usimame imara kama ulivyosimama, umetuwekea kila kitu. Tumekushukuru. Hebu sasa angalia upande huu Mama Samia, mashimo yalivyojaa kila upande. Nyumba imekaa katikati ya mashimo, inaweza kudidimia wakati wowote. Mimi namuomba mama yetu Mheshimiwa Rais, kiukweli
asitishe ya machimbo yasiendelee, yanatuathiri sisi huku tulokuja kutafuta. Akizungumzia mgogoro huo, kaimu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira Sikujua Mwapinga kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni amesema ni kweli ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni ilihusika na mchakato kwa kutoa vibali kwa machimbo hayo, lakini taasisi yenye mamlaka ya kutoa na kufuta vibali vya machimbo ya madini ya ujenzi ni afisa madini kanda ya Mashariki ambaye ana ofisi katika jengo la TANESCO barabara ya Samora. Serikali kama serikali ya manispaa ya Kigamboni halina eneo maalum ambalo limelipwa fidia kwa ajili ya kufanya shughuli za uchimbaji. Shughuli za uchimbaji zinafanyika katika makazi ya maeneo ya watu binafsi. Kwa hiyo ili sasa upate eneo la uchimbaji ni lazima anayetaka kufanya uchimbaji au mwenye eneo kama anataka kufanya uchimbaji lazima afanye vikao na viongozi na wananchi wa serikali ya mtaa husika ili wakubaliane kwamba hiyo shughuli inaweza kufanyika kwenye hilo eneo kulingana na mipango yao ya mtaa. Na baada ya kuona shughuli inafaa kufanya hiyo shughuli ya uchimbaji, watakaa vikao na wananchi, wataandaa mihutasari ambayo wananchi wanaridhia kwamba ile eneo lichimbwe, na kama wanataka huyo mchimbaji asaidie jamii husika, watajadiliana na wananchi. Baada ya kumaliza majadiliano yao na kuandaa mihutasari, mchimbaji au mwenye eneo anayetaka kuchimbisha katika eneo lake anaandika maombi kumletea mkurugenzi kwamba anataka kufanya uchimbaji kwenye eneo fulani, anaambatanisha na mihutasari ya kijiji ya mtaa ambako walikaa pamoja na wananchi na nyaraka za kuthibitisha umiliki wa eneo husika. Kama ulivyojionea mtazamaji wa Daily News Digital, hivi ndivyo uchimbaji wa machimbo ya vifusi katika eneo hili la Mbutu Kigamboni unavyoendelea.